Ni katika hatua ya 3 ya simulizi inayojulikana kama Siri, simulizi ambayo tumekwisha kuianza. Mungu akubariki kwa kuzidi kuwa pamoja nasi mpaka sasa. Naomba nipitie mambo machache katika episodi ya 2 tulipoishia, ili tuweze kuianza sehemu ya 3 au episodi ya 3 ya simulizi hii. Katika episodi ya 2 tuliishia sokoni ambako Richard amekataliwa na mpenzi wake, huku akimtupia maneno makali mno, akimwona kama maskini asiye na kitu na aliyeishiwa kabisa. Richard alijisikia vibaya kwa sababu ya maneno kama hayo. Kwa madai yake, alikuwa amemhudumia vya kutosha, alimlipia ada ya shule kwa miaka 3, ada ya chuo, na kumnunulia baadhi ya mahitaji aliyokuwa akiyahitaji. Nini kitaendelea katika episodi ya 3? Karibu tuingie ndani tuweze kujua kuna nini. Siku ilipita baada ya Richard kuachana na mpenzi wake. Aliondoka na kwenda nyumbani. Usiku ulipita, kisha ikawa asubuhi. Akiwa amejilaza kwenye sofa nyumbani, alisikia sauti ikimuita. Ilikuwa ni sauti ya mdogo wake wa kike anayejulikana kwa jina la Noela. Kaka, hebu amka basi. Alimuita hivyo kama mara 3 mara 4. Richard alikurupuka kutoka usingizini kwa sauti iliyokuwa ameitwa nayo. Alikuwa karibu hata kukimbia. Alimwangalia mdogo wake kwa kumkazia macho, kisha akajiweka sawa kidogo ili kumsikiliza na kujua anahitaji nini. Richard alianza kwa kusema, hiki ni kitu gani jamani? Kuna nini? Shida nini? Noela akamjibu, nilikuwa nakukumbusha ile hela. Richard akasema, nimeshaongea mara ngapi? Nimekuambia kwamba ukiniona nimelala, hebu niache nipumzike. Niache nilale. Mimi napitia mambo mengi huku. Si uniache nipumzike? Noela akamwambia, lakini nimekusubiri uamke muda mrefu, naona uamki. Mimi nimeshapakia mizigo yangu, natakiwa kurudi shule. Richard akamuuliza, kwa hiyo unataka nini? Unataka mimi nikubebe kichwani mpaka shuleni? Noela akajibu na kumwambia kwa upole, kaka, nilikuwa nakukumbusha ile hela ulioniahidi kwa ajili ya usafiri na matumizi madogo madogo nitakapokuwa shule. Inaonekana Richard ndiye mtoto wa kiume anayebeba majukumu makubwa ya familia. Hatujajua wako wangapi katika familia yao, lakini kwa namna mambo yanavyoonekana, Richard anachukua nafasi kubwa sana ya kuitunza familia. Alimuuliza Noela, kwani pana ulazima wa wewe kwenda shule leo? Noela alijibu, ninatakiwa kurudi shule leo. Isitoshe nilitakiwa kurudi wiki iliyopita. Sasa nimebaki nyumbani wiki nzima. Unataka nibaki zaidi ya hapa? Richard alishika kichwa chake. Kwa kweli mimi sina hela kwa sasa, sina keshi. Noela akamwambia, haina shida, unaweza kunitumia tu kwenye simu yangu. Nikiwa njiani nitatoa kwa wakala. Richard alionekana kabisa kuwa ni mtu anayejitahidi kupambana na majukumu mazito. Alikuwa anakuna kichwa akipiga hesabu ambazo hazikuwa zinaingia kabisa. Noela ni mwanafunzi wa chuo. Ndiyo, ni mdogo wake wa kike. Richard akiwa analalamika, alichukua simu yake ili kuhamisha fedha. Mimi sipendi kuwa na mshtuko
Mimi sipendi kuwa na mshwa namna hiyo kwenye usingizi. Ungeniacha nilale? Si ungeniacha nipumzike? Wewe ujui kwamba mimi ninachoka? Noela hakuwa na la kujibu. Noela alikuwa anaonekana kuwa ni mtu mwanadada mpole sana, na hata hivyo alikuwa anaonekana kuwa sio mwongeaji. Alisema, samahani tu kaka, sasa nitaenda kusema nini? Nitaenda kumwambia nani? Wewe ndiye naye pekee. Richard alituma fedha. Noela alikuwa bado amesimama pale. Baada ya kumaliza kutuma, Richard akasema tayari. Noela alipoona ujumbe wa fedha umeingia kwenye simu yake, alifurahi sana. Alimkumbatia kaka yake huku akisema, kaka, asante sana, nashukuru kwa kweli. Mungu akubariki na akubariki zaidi. Mungu akuletee mahitaji yako yote. Alikuwa akimtikisa kaka yake kwa furaha, akitamani naye afurahie. Lakini Richard alikuwa kama mtu ambaye akili yake haikuwa sawa. Akamwambia, si nimeshakupa hela, hebu nyanyuka uende shule basi. Nyanyuka uende shule. Noela alinyanyuka huku akiwa ana furaha kubwa. Aliondoka akisema, kaka, kuwa makini, mimi ninaenda. Richard alibaki ndani akikunja sura, akawa anakuna kichwa huku akiwaza. Alikuwa akiwaza sana kuhusu hali ngumu ya maisha waliokuwa wakipitia kama familia. Alionekana hakuwa vizuri kabisa kiuchumi, lakini kumbe Noela alikuwa bado hajaondoka nje. Alisimama mlangoni na alimgeukia kaka yake. Alimwona jinsi alivyokuwa amezama kwenye mawazo, akijikuna kichwa na kuhangaika. Akatamani kujua kinachoendelea moyoni mwa kaka yake. Akamkaribia na kumuuliza, kaka, hivi kweli uko sawa? Kisha akaendelea kusema, jinsi unavyojitolea kwa ajili yangu na mama, usifikiri kwamba hatujui ugumu unaopitia. Tunaujua, tunakuheshimu na tunaheshimu hilo. Tangu ulipopoteza kazi yako, hujaacha kuwa pamoja nasi mpaka leo. Leo unatupigania, unatoa mahitaji yetu na unatuhudumia. Akavuta pumzi kidogo, kisha akaendelea, tafadhali usijikatie tamaa. Hali ninayokuona nayo sio ya kawaida. Usiache kujaribu. Kila siku Mungu anaweza kufungua milango kwa wakati usioufikiria. Mimi ninakupenda na mama pia anakupenda. Mimi bado ninapambana na masomo yangu na nitajitahidi sana. Siku moja nitakufanya ujisikie kuwa bora. Lakini kipindi Noela anaongea hayo yote, mawazo ya Richard yalikuwa mbali kabisa, ni kama hakuwepo pale. Noela aliona wazi kwamba alikuwa anaongea peke yake. Akamwambia, kuwa makini kaka. Kisha akainua begi lake na kuelekea mlangoni. Aligeuka mara mbili, mara tatu kumwangalia kaka yake kabla hajatoka nje. Akaondoka na kufunga mlango. Richard alibaki peke yake ndani. Siku iliendelea kusonga taratibu kwa sababu ilikuwa bado ni asubuhi. Noela alikuwa ameondoka kurudi shule. Nadhani alikuwa anasoma boarding. Ndiyo, ni wale wanafunzi ambao wanabaki vyuoni. Baadaye tutaelewa vizuri kama ni boarding au ni day scholar, tutajua. Lakini ni dada wa umri wa miaka kama 23
au 24 hivi, iko wazi kwamba huyu yuko chuoni kwa umri huo. Baada ya Noela kuondoka, Richard akupata tena usingizi. Aliondoka na kuelekea sokoni kuendelea na majukumu au shughuli zake za kila siku. Huenda leo tukajua ni shughuli gani hasa ambazo anazifanya. Akiwa sokoni, inaonekana kulikuwa na vijana wawili waliokuwa wanazozana na Richard. Walitaka kumkunja kidogo, lakini naye alitaka kuwakunja, maana yake alitaka kukunjana, alitaka kukunja mkono. Lakini Richard alionekana ni mtu mwenye nguvu za mwili na anayezingatia mazoezi kidogo. Yaani tunaweza kusema ana kidari, anapiga gym. Ndio. Hatujajua walivurugana nini, sababu ilikuwa ni nini. Yawezekana ni majukumu ya sokoni, si unajua. Hatujajua Richard anafanya kazi gani, anabeba mizigo sokoni, kwamba wamezurumiana kwa wateja, au ni nini kinachoendelea. Hatujajua walivurugana nini kwa kweli. Nadhani katika episode hii tuishie hapa kwa leo. Tukutane katika sehemu inayofuata ili tujue kwa nini Richard alikuwa anataka kupigana na hao vijana wawili. Shida ilikuwa ni nini? Walivurugana kwa sababu gani? Kama unavyoelewa, sokoni kuna mambo mengi. Tutajua walimletea jambo gani lililomfanya afikie hatua ya kutaka kupigana nao. Tukutane kwa wakati mwingine. Na huu ndio mwisho wa episode hii. Mimi ninaitwa Genius Amon, niliyekuwa ninakusimulia kutoka hapa Empire Studios, na ni simulizi ambayo imeandaliwa na Empire Studios. Bye bye.